Bado mtazamaji, tunakuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka kwenye viwanja hivi vya Mwalimu Nyerere ama viwanja vya Sabasaba, ambapo jubilei ya dhahabu ya miaka 50 tangu kuanzishwa ama kuasisiwa kwa maonyesho haya ya kimataifa ya kibiashara. Kipi ambacho kinaendelea hapa? Na hapa nipo kwenye banda la elimu pamoja na mafunzo ya ufundi stadi maarufu kama VETA. Tumeingia ndani na kutembelea kama si idara basi ni vitengo mbalimbali. Hapa wanazungumzia kipi ambacho wamekifanya, lakini pia wakufunzi wanakuelezea wewe ambaye unatamani siku moja uweze kujiunga na VETA na njia ambazo utazitumia na mifumo ambayo wameibuni inavyorahisisha maisha yetu sisi wa Tanzania. Kwa jina naitwa Dr. Christopher, mkufunzi wa mechatronics na umeme VETA Kipawa. Hiki kilichoko mbele yetu hapa tunaita kitaalamu inaitwa mechatronics. Yaani ni mifumo ambayo inatumika viwandani kwa ajili ya kuzalisha bidhaa mbalimbali, mfano wa maji, juisi, soda na kadhalika. Kwa mwanafunzi ambaye anakutazama ama mwananchi wa kawaida ambaye anakuja hapa, maswali mengi huwa yanakuwa kwenye eneo gani kutokana na huu mfumo? Maswali mengi wanauliza sasa, mfano wanauliza hizi mashine sisi tunatengenezea wapi au tunafanyia nini? Sasa maswali kama hayo, sisi hatutengenezi mashine of course. Hizi mashine tunanunua zikiwa separated, yani tunanunua kifaa kimoja kimoja. Baada ya hapo zikifika chuoni tunazifanyia assembling. Sasa assembling ni package moja hapo ya ufundishaji kwenye hii mechatronics station. Tunafundisha hizo namna kuassemble hizo mashine. Kwa mfano hapa mnavyoona zilivyofungwa hivi, zilivyofungwa maana yake hapa tuna station 3 tofauti. Tukianza na hii ya kwanza ambayo inasambaza chupa, hii ya pili yenyewe kazi yake ni kupima, na hii ya tatu yenyewe kazi yake ina sort kutokana na rangi kama zinavyoonekana. Kwa hiyo baada ya kufanya assembly hiyo sasa tunaenda kufanya nini kwa mwanafunzi? Tunamfundisha namna ya kufanya installation, tunaenda kumfundisha namna ya kufanya programming, tunaenda kumfundisha pia namna ya kufanya troubleshooting and maintenance kwenye mashine hizo hizo ambazo ndo hizi tunaziita kitaalamu tunaziita mechatronics. Sasa vitu gani tunaenda kufundisha pale? Maana yake kwenye hivyo vitu vyote nilivyovielezesha kuanzia assembling, installation, programming, troubleshooting and maintenance, kwa kozi fupi na kozi ndefu, ambapo kwa kozi fupi tunafundisha kwa muda wa miezi miwili. Hapa tunamtaka mwanafunzi ambaye tayari kashasoma fani moja hapo kati ya umeme, kasoma mechanical, kasoma electronics, kasoma ICT kwa level yoyote, tunamkaribisha. Lakini kwa kozi ndefu tunafundisha kuanzia miaka miwili mpaka mitatu. Sasa miaka miwili mpaka mitatu maana yake tunasema miaka miwili kwa sababu atakuwa assessed kabla ya kuingia mwaka wa tatu. Akifanikiwa kufaulu pale ndo anaelekea moja kwa moja kuendelea na mwaka mwingine ambao ndo mwaka wa tatu wa mwisho kwa kozi za VETA, yani kwa ngazi ya certificate. Kwa hiyo na kwa kozi ndefu ada yake ni shilingi 60,000 tu kwa mwaka kwa kozi hii ya mechatronics. Ambayo sasa faida yake ni nini? Faida yake maana yake baada ya kumaliza kusoma kwa miaka yote mitatu na akaweza kufanikiwa kufaulu vizuri, mwanafunzi huyu anaenda moja kwa moja kuajirika kwenye viwanda ambavyo vina automated system zenye mitambo ya mechatronics kama inavyoonekana hapa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. VETA Kipawa ndo kozi inakotolewa kwa VETA zote Tanzania, inapatikana hapa Dar es Salaam tu. Naitwa Godfrey Palanjo, ni afisa tehama kutoka VETA makao makuu. Katika maonyesho ya Sabasaba 2026 VETA tumekuja kidijitali, ambako tumekuja na mifumo yenye lengo la kusaidia kufikisha huduma kwa wananchi wa Tanzania. Mfumo wa kwanza ni unaitwa Visomo, yani ni application ya simu ambayo kila mtu anaweza kaipakua kutoka Play Store akajisajili na akaanza kusoma mafunzo ya ufundi stadi. Visomo lengo lake ni kusogeza mafunzo ya ufundi stadi kwa wananchi kupitia dijitali
yaani mwananchi anaweza kujifunza mafunzo ya ufundi stadi kupitia simu yake ya mkononi, akasoma nadharia yote ya huo ufundi kwenye simu yake kwa muda wake, na kisha akaomba kuhudhuria mafunzo ya vitendo katika chuo cha VETA kilicho karibu na yeye. Akifika kule atafanya mafunzo ya vitendo, atafanya mtihani wa mwisho na mwishoni atatunukiwa cheti cha VETA. Kwa hiyo ni fursa kwa wananchi kutumia simu zao kujiendeleza na kupata mafunzo ya ufundi stadi. Lakini pia VETA tumekuja na mfumo mwingine unaitwa Fundi Connect, ambao lengo lake ni kumuunganisha mteja au mwananchi anahitaji huduma za ufundi na mafundi mbalimbali ambao wamethibitishwa kutoka VETA. Kwa hiyo Fundi Connect lengo lake ni kusaidia wananchi, wakati wote tukisaidia wahitimu mbalimbali wa VETA kupata fursa za ajira za muda mrefu na muda mfupi. Kwa hiyo Fundi Connect inafanyaje kazi? Fundi Connect inakusaidia we mwananchi pale ambako utahitaji huduma ya fundi wa aina yoyote yule. Unaingia, unatafuta kutokana na eneo lako, unaona fundi wa mahitaji ulionayo, unamrequest kama ambavyo tumezoea kurequest kwenye application za kurequest usafiri. Kwa hiyo ni huduma rahisi kutumia, lakini pia ni matumizi ya teknolojia katika kurahisisha maisha. Lakini pia jukwaa la Fundi Connect limekuja kama soko au marketplace ya wale wahitimu wa VETA na vyuo vya VETA kutangaza bidhaa zao na kubiasharisha ubunifu mbalimbali, ambako mwananchi yote anaweza kaona bunifu au bidhaa mbalimbali kutoka kwa mafundi na vyuo vya VETA akanunua kutoka katika application ya Fundi Connect. Kwa hiyo ni fursa nzuri, tunakaribisha wadau mbalimbali na mafundi mbalimbali ambao wamehitimu VETA wajiandikishe, wapakue application kutoka Play Store, wajiandikishe na kuanza kufurahia matumizi ya mfumo au application ya Fundi Connect. Ndiyo, hakika hii ni kubwa kuliko. Hapa kwenye banda la VETA umewaona wakufunzi, lakini pia wanafunzi ambao wamebuni vitu mbalimbali ama mashine mbalimbali ambazo zinakuwa msaada mkubwa kwa wakulima pamoja na watu binafsi. Hakika hii ni jubilei ya dhahabu kwenye viwanja hivi vya Sabasaba, ambapo maonyesho haya ya kimataifa ya biashara yanaendelea kuchukua nafasi. Ewe Mtanzania, popote pale ulipo, karibia uweze kuona hapa na kufahamu mabanda mbalimbali, kazi zipi ambazo wanazifanya kwenye maonyesho haya ya kimataifa ya biashara maarufu kama Sabasaba.